Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu kwa sababu naona pengine kuna watu wanasinzia, hapana, lakini nimerudia salamu mara tatu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baadhi ya wakati akileta salamu mara tatu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mashaikh zangu na wote tuliohudhuria katika kongamano hili muhimu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadhila na neema zake anatupa taufiki ya kushiriki katika mambo ya kheri na kuiwafikisha haya kwamba inaendelea na kongamano hili la uchumi halali kwa mwaka huu wa tatu. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizidishie nguvu haya iweze kufanya kongamano hili tena na tena na kufanya mengine ambayo yapo katika uwezo na majukumu yake. Kipengele ambacho kipo mbele yangu bado ni eneo la zaka, na mimi nimetakiwa nizungumzie kwenye maeneo makuu mawili: zaka inayohusiana na wanyama na zaka inayohusiana na mazao ya kilimo. Ndugu zangu katika imani, Al-Islamu nidhamun shamil yatanawal madahir alhayata jamia. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha, kwa hiyo unagusa katika kila kipengele anachokiishi mwanadamu, na kwa msingi huu utakuta kwamba hakuna eneo ambalo Uislamu haukutoa maelekezo na mfundisho. Kwenye hili la zaka ambalo shekhi wangu, mashekhi zangu Sheikh Ali Zubair na kaka yangu Sheikh Muharram wameelezea taasili ya kisheria, kwa sababu ya muda hatutopita sana kwenye maeneo hayo, isipokuwa tutakwenda tu moja kwa moja kwenye haya maeneo ambayo nimetakiwa kuyazungumzia. Tukianza kwenye wanyama, zaka ya wanyama katika sheria, kuna wanyama ambao wanawaitwa na wanazuoni kwamba ni anaam. Wanyama anaam, kwa nyumbani tuseme kwamba wanyama hoa, wanyama hoa ambao kiasili ni aina 3 kwa 4, aina 3 kwa 4, ambao ni ngamia, ng'ombe, na wenzetu Misri, Sheikh Sami yupo, na baadhi ya nchi wanaingiza vile vile ng'ombe mwitu wanaofugwa, jamusi, wanaoingiza katika eneo hili la ng'ombe. Lakini vile vile tuna al-ghanam, ambapo kuna kusanya aina 1 kwa 2, mbuzi na kondoo, mbuzi na kondoo. Hawa takriban ndio wanyama pekee ambao wanawajibikiwa kutolewa zaka. Sasa masharti yake ili yawajibikiwe na zaka, sharti la kwanza kabisa ni kufika kiwango cha kuwajibikiwa zaka, ambayo tunaita kwamba ni nisabu. Sharti ya pili, wazungukiwe na mwaka, na sharti la tatu iwe ni wanyama ambao wanaochungwa katika malisho halali. Wale ambao watakuwa pengine mtu anawaletea majani tu, basi hawa hawaingii katika nini, katika wanyama wanaowajibikiwa na zaka. Hii ni kwa jamhuri ya wanawazuoni. Sasa tukianza na wanyama wa mwanzo kabisa ambao ni ngamia, utaratibu wake ni kwamba mfugaji anayefuga ngamia anapotimiliza ngamia 5, akifika kuwa sasa amekimiliki ngamia 5, huyu siku ukimiliki ngamia 5 unataka tarehe hii ufanye nini? Uhifadhi, kwamba wewe
kwenye ufugaji umeshaingia katika watu ambao ni eneo ya nini, ya matajiri wetu kwenye mifugo. Ngamia watano unahifadhi hiyo mpaka mwaka utakapozunguka, utakapomalizika. Ikifika tarehe kama hii, unatakiwa sasa uanze kutoa zaka kwa ngamia hawa. Sawa, ngamia hao watano wamebakia kuwa ni watano, au ngamia hao watano wamezaa kutokana na hao wakazaa, sasa pengine wamefikia 10, basi ndipo hapo unapotakiwa kutolewa zaka. Sasa ngamia watano, utoaji wake wa zaka unaanza kwa kutoa mbuzi mmoja. Unaanza kutoa mbuzi mmoja. Wakifikia 10 unatoa mbuzi au kondoo. Mbuzi, tunapotaja mbuzi tunakusudia mbuzi au kondoo. Mbuzi au kondoo wawili. Wakifikia 15 basi unaanza kutoa watatu. Wakifikia 20 unatoa wanne. Unatoa wanne. Hapa sasa utoaji wa mbuzi unakuwa unakamilika. Kwa nini? Kwa mtu anayemiliki ngamia. Ikifikia 25, ikifikia 25, hapo utaanza sasa kutoa ngamia mwenyewe. Tunaelewa na? Hatua ya kwanza ni nini? Watano, kuanzia watano mpaka anafika 9, wewe bado unawajibikiwa na mbuzi mmoja. Wakifikia 10 unawajibikiwa sasa ni wawili. Mpaka 14, mpaka 14 unatoa mbuzi wawili. 15 unatoa watatu. Mpaka 19. Wakifika 20 unatoa sasa wanne. Ukifika 25 unatoa ngamia mwenyewe. Na ngamia, utoaji wa zaka, utakapoanza kutoa ngamia, utatoa ngamia jike. Ngamia jike. Utoaji wa zaka wa ngamia asili ni jike. Sawa? Jike. Mbuzi hawana sharti na kwamba utoe jike au dume, lakini huyu ngamia, kwenye utoaji wa ngamia unatoa ngamia jike. Na ndio maana anasema kwamba ikiwa pengine jike huna katika ngamia uliokuwa nao, na pengine uwezo wa kununua hauna ili utoe zaka, basi utatoa dume anayeongezeka mwaka mmoja. Tutakuja kuelezea hawa wanaotolewa. Ngamia wa kwanza kabisa anatolewa ni yule ambaye amekamilisha mwaka mmoja. Unapokuwa na ngamia 25, utatoa ngamia mmoja mwenye mwaka mmoja. Ameshakamilisha mwaka mmoja, ameingia mwaka wa pili. Huyu ndio ambaye unatakiwa kumtoa. Unaendelea hivyo mpaka utakapofikia 35. Wakifikia 36 utatoa ngamia mmoja, lakini ambaye amekamilisha miaka miwili, ameingia mwaka wa 3. Kutoka 35, kutoka 36 mpaka 45 unatoa aliyekamilisha miaka miwili. 46 mpaka 60 unatoa aliyekamilisha miaka 3, ameingia mwaka wa 4. Na kiasili katika ngamia wanaohitajika hasa kutolewa zaka ni huyu aliyekamilisha miaka miwili na aliyekamilisha miaka 3. Tutakuja kuona huko mbeleni. Lakini mwaka mmoja ni kama vile utoaji wa mwanzo tu wa kidharura. Na kutokea 61 mpaka 75 utatoa ngamia aliyekamilisha miaka 4 kwenda mwaka wa 5. Miaka 4 kwenda mwaka wa 5. Ukifikia sasa kwenye 76 mpaka 90 utakuwa unatoa wawili wenye miaka miwili. Wawili wenye miaka miwili. Wakifikia 91 mpaka 120 utatoa wawili wenye miaka 3. Wawili
wenye miaka mitatu. Halafu baada ya hapo wakizidi kuzidi 120, kwa kila 50 utatoa mwenye miaka mitatu kwenda 4, na katika kila 40 mwenye miaka 2 kwenda 3. Sisi tumeelewana? Hii ni kuhusiana na nini? Ngamia. Wa pili tumesema kwamba ni ng'ombe. Mtu ambaye anaanza kuwajibikiwa au kufikia kiwango cha kutolea zaka ni mtu anayemiliki ng'ombe 30. Anapomiliki ng'ombe 30. Ng'ombe 30 wakipitiwa na mwaka unao hawa, wewe utawajibikiwa na kutoa ng'ombe mmoja aliyekamilisha mwaka mmoja kwenda wa pili. Ameanza mwaka wa pili. Kutoka 40 utatoa aliyekamilisha miaka 2 kwenda wa 3. Na utaratibu utabakia ni huu tu, kwamba kwenye 30 unatoa aliyekamilisha mwaka mmoja, kwenye 40 unatoa aliyekamilisha miaka 2. Kwa hiyo ukiwa na 60 utatoa 2 wenye miaka 30. Ukiwa na 70 mmoja wa miaka 1, na mmoja ukiwa na 70 mmoja wa mwaka mmoja na mwingine wa miaka 2. Ukiwa na 80 2 wa miaka 2. Ukiwa na 90 3 wa mwaka 1. Huu ndio utaratibu wa ng'ombe. Ng'ombe utaratibu wake ni 30 na 40. 30 wa mwaka mmoja ameingia wa pili, 40 wa miaka 2 ameingia wa 3. Nyama nyingine, na tunaposema ng'ombe, na wale ambao kwamba wanaingiza nini, hawa jamus, na wanaingia katika eneo hilo. Kuhusiana na mbuzi au kondoo, mtu anaanza kuingia kukamilisha nisabu pale anapomiliki 40. Unapomiliki mbuzi au kondoo 40, wewe umeshafikisha kwenye nini? Kwenye nisabu. Na ukifikisha 40 wakipitiwa na mwaka, basi wewe utalazimika kutoa mbuzi mmoja. Wengi wanazuoni wanaona kwamba mbuzi unayemtoa asipungue, kama ikiwa ni mbuzi asipungue mwaka mmoja, Lakini wako wanaona kwamba hata aliyetimaliza miezi 6 anaweza akafanya nini? Akafaa. Ingawa miezi 6 hutumia zaidi kwenye kondoo. Na mimi nilipojaribu kufuga, naona kwamba anaelekea mbuzi wa miezi 6 kufaa kutolewa zaka. Nilipojaribu. Lakini hiyo si kauli maarufu kwa wanawazuoni. Mbuzi lazima akamilishe mwaka mmoja.